na siku ya leo pia tumesema kule Lokipoto tumekuwa na miradi kama hii ambayo tunazindua hapa kwenu chini ya K Dr. D, tukitambua kaunti hii ya Turkana ni kati ya kaunti 3 za Kenya ambazo zimekuwa na wale wakimbizaji. Wale wakimbizi wametoka nchi jirani, refugees, wakiwa Kakuma. Kamp kubwa sana imekuwa Kakuma kwa miaka mingi. Ukienda eneo la Garissa kule Wajir, kuna ile kambi kubwa ya Dadaab. Huko pia tumekuwa na refugees kwa miaka mingi sana. Ndio sababu serikali ya Kenya ikishirikiana na Benki Kuu ya Dunia tumesema lazima sasa tutafute namna ya kusaidia zile jamii ambazo zimekaa katika maeneo ya hizi kambi ya Kakuma na Dadaab. Leo nina furaha kufika hapa kuambia Mheshimiwa Rais amesema ya kwamba kutoka Benki Kuu ya Dunia serikali yenu ya Kenya imeweka 10 billion kwa kaunti hii ya Turkana, Wajir na Garissa. Kwa hiyo bilioni 10 Turkana County na haswa Turkana West, hii sub county yenu, munaenda kupokea zaidi ya bilioni 3 inakuja hapa kwenu. Na hiyo pesa itaenda kuimarisha, kuboresha maisha yenu, kuhakikisha tuko na mambo ya maji, tutaangalia mambo ya elimu na haswa mambo ya afya. Katika Kakuma Sub-County Hospital, nilitaka tu niwaeleze yale tumekuja kujionea hapa siku ya leo. Tuko na staff quarters ambazo tunajenga hapa 2.6 million. Tuko tunatengeza staff quarters hapa kwetu. Vile vile tuko na laboratory ambayo tunajenga hapa milioni 5 kuhakikisha tunaboresha huduma katika hospitali hii. Kando na hiyo laboratory pia tuko tunaweka milioni 2 kuequip hiyo laboratory iwe ya kisasa, tuboreshe huduma za afya katika hospitali hii ya Kakuma. Vile vile tuko na milioni 10 ambayo itaenda kuhakikisha proper phasing na securing of this facility, na milioni 8,600,000 tunajenga ward ya kina mama, maternity ward mpya inakuja kwa hiyo hospitali. Lakini pia tunajua shida tumekuwa nayo, na wengi hatupendi sana kufikiria mambo ya kifo, lakini tukipoteza wapendwa wetu pia kuna sehemu ya kuwaweka ile mortuary. Lazima tuwe na proper facility ili kuweza kuchunga, kuprovide all round services katika hospitali ya kisasa. So siku ya leo nina furaha sana tukija hapa, tumekuja na pesa chungu nzima. Kwa ujumla pesa tunayoweka hapa kwenu ni milioni 56, 56 million tumeleta hapa kuboresha mambo haya. Kando na hiyo, tunajua tuna vikundi vya kina mama, tuko na vikundi vya vijana wetu hapa Kakuma, tuko na vikundi vya walemavu, na leo nina furaha kueleza ya kwamba tuna vikundi 156, 156 groups, youth groups, women groups hapa Kakuma. Na leo nataka niwahakikishie kwamba zile pesa mnaenda kupokea to all these groups ni milioni 78, 78 million. Hizi ni pesa tunataka ziingie mifukoni mwenu kupitia vikundi ambavyo mmeunda ninyi wenyewe. Nimeona kina mama hapa wana dance, wako smart kabisa. Tunataka hizi pesa ziweze kuleta empowerment ya our people in this county who have hosted refugees for many years, so that tuweze kuboresha maisha yenu. Hiyo ndio lengo kubwa la huo mradi wa K Dr. D ambao siku ya leo tumekuja hapa kuzindua,
kufanya ground breaking ya zile hospitali, vifaa ambavyo tunajenga hapa siku ya leo, lakini pia kupresent checks kwa vikundi ili mujipange wenyewe kwa miradi yenu ambayo umepanga. Mko tayari? Mko tayari kupokea hizi pesa? Kwa hivyo tumekuja na pesa chungu zima. Sijui kama Kakuma mko tayari kuzipokea jamani? Yetu ni kuwaomba mkipokea pesa hizi muweze kujipanga sawa sawa. Na nimeomba sana viongozi wetu wa eneo hili, na ndio sababu mmeona nimekuja na waziri mwenzangu John Munyesi, tukiwa pia na Deputy Governor Lotesro. Tumeongea na wabunge wenu MCS. Tunataka viongozi wajue mradi huu, lengo kubwa lilikuwa wananchi wenyewe wajipange kwa vikundi, wenyewe muweze kuchagua ni mradi gani mnataka kufanya. Siku ya leo nimependezwa sana wakati nimekuwa ile ward inaitwa Letea ward. Nimekutana na vikundi vingi sana vya kina mama, lakini kuna kikundi kimoja kimenipendeza sana. Wamama wamekuja pamoja, tumewapa 1,500 na wao wameanzisha bakery. Wanaunda vitu vitamu, keki zao, kila kitu. Wanakuja kununua ungangano hapa Kakuma, wananunua mayai, wananunua maziwa, wanaunda bakery yao, wana bake. Sio kuja kununua mikate huko, wana bake ile mikate yao huko wao wenyewe. Kwa wiki moja wamenieleza wanatengeneza 36,000, na ni kikundi kidogo tu. Wanaweka pesa mfukoni, wanapiga umaskini marufuku. Na mimi najua hata hapa tuna kina mama wale umekaa hapa, mkijipanga sawa sawa, mtumie hii pesa vizuri, mambo ya umaskini Kakuma, mambo ya umaskini Turkana na Kenya yatakwisha. Sawa sawa. Hilo ndio lengo kubwa la huu mradi tumekuja kuzindua hapa siku ya leo. So nataka niombe viongozi tufanye kazi, sababu huu mradi serikali kuu na serikali ya county tuko pamoja. Co-chairs katika county ni yule county secretary na county commissioner. Ndio sababu umeona serikali zote mbili tuko hapa, ni kwa ajili yenu na kwa manufaa yenu. Hiyo kikundi yenu ikikaa angalie miradi gani ambayo inaleta pesa kwa haraka, muhakikisha hiyo mradi nafanya, na hakikisha ya kwamba pesa hiyo inaenda kufanya kazi ile inatakikana. Neolomadira bonkoso nani nkoso hozo na bado wako ni kesho. Tunazindua mambo ya mortuary, laboratory, maternity na kazi nyingi hapa hospitali. Watu wa Kakuma wamekuwa wengi sana. 1997 nikiwa hapa, pengine nafasi watu walikuwa wachache sana, lakini sasa tunahitaji kuboresha infrastructure kama ya hospitali kama hii. Na alakara nyanongole nyangote wa koromu, lazima tukae na nyinyi tujue hii pesa tufanya ni kazi gani. Isiwe mtu mmoja pengine kwa hiyo grupu amechukua hiyo pesa yote. Alakara rubianuka la madene inaweza kufanya kazi nyingi. Tunaweza kuboresha biashara ya Kakuma. Hata hapa Uganda tuna biashara nyingi sana hapa. Ningependa pia polisi, najua komanda yuko hapa. Kina mama wanaweza kuenda hata kununua mboga hapa Kotito. Walete tupate mboga ya rahisi hapa. Inaweza kuleta faida kwa watu wetu. Watu wa Kotito wanaweza pia kununua mayai. Wamesema wanaweza kununua mayai, beekeeping, kazi nyingi zinaweza kufanyika hapa. Leo tumeanza, tulifungua grupu yetu, tulielezewa iko pesa ya K Dr. Deep. Sisi tukafly pesa ya K Dr. Deep. Hasa grupu yetu ndio ya kwanza kuchukua hiyo pesa. Na tulikuwa nafanya tap banking. Grupu ya kuchukua maloni nini, na tulikuwa na pesa kidogo ya kwa natosha watu ya 30 hiyo. Wengine anachukua, wengine anakosa. Hasa vile
Dr. Divi alikuja akasaidia pesa 1500, tukajaribu watu wote apate maloni ya kuchukua hiyo pesa. Sasa hii tunaendelea na hiyo maloni, kila mtu akichukua anarudisha na faida. Hata sasa hii pesa yetu imeongezeka, imefika 1700 kwa hiyo sanduku. Sisi sasa hii kenye tuko kwa hiyo grupu, kitu anaitwa njaa imeisha, kuombana imeisha, na tunafurahia vile Dr. Dipi amesaidia sisi. Sasa hii vile nimeona mkubwa wetu Wamalwa amefika hapa, Mwenyezi pia amefika hapa, tunafurahia hata Uhuru akifuata nafasi afike hapa angalie sisi vile tuko. Kwa sababu mama Kenya kwa hapo kwa hiyo grupu samani alikuwa anaombana akiona Mwenyezi anakimbilia kuomba, lakini nasema mkubwa wetu ndio huyu amekuja, lakini sasa hivi vile amepata hiyo pesa, sasa hii kitu kuombana imeisha. Hata sasa hii kiwana leso yake ananunua kakuma, anakuja anafaa mtoto yake anafaa viatu mzuri. Sasa tunafanya hiyo pesa vile tuliona hii pesa imefika 700, tukaamua kufungua bakery. Tuliona hapa kwetu hakuna hotel, wacha tufungue bakery ndio tusaidiane. Tuliita kununua ile amesomea hiyo bakery, akakuja saa hii anajifunza. Sisi tumejua kuunda keki, tumejua kuunda bisikiti, tumejua kuunda mandazi, KDF, tunajua kuunda paka mkate, na iko nyingi tena bai tujefikia, na tunaendelea. Tumeanza saa hii tuko tarehe 15 vile tulianza. Hasa saa hii tunaendelea na hiyo bakery. Hasa saa hii tumeomba mkubwa wetu Kenya amefika hapa Wamalwa na Mwenyezi ametupea sisi pikipiki 2 ya kusaidiana kuleta mizigo kutoka huko paka hapa. Hasa tunafurahia, tulisikia Mwenyezi na Wamalwa vile alikuja, tulisaini hata Uhuru wenyewe ndio huyu amekuja. Tunafurahia kabisa, tulikuwa natamani tuone sura tu ya Uhuru vile tumesaidika na hizo pesa. Wanafunzi ni wengi, hata wengine hawako hapa. Wengine bado wana move na wazazi wakitafuta lishe ya mifugo na angalau kitu ya kujisaliti nayo. Kwa hivyo kuna changamoto nyingi hapa. Tunaomba kwamba hii shule hata ingekuwa imefanywa free. Mgeni wa heshima, my brother Eugene Wamalwa, Deputy Governor, viongozi wote, nataka kutoa shukrani kwa kuja. Huyo pia kaongeza kusema ukweli, hapa inahitaji nyongezo. Tunataka tujenge madarasa hapa, dormitories. Kuna concept hapa waziri ya nomadic primary. If you go to Kaku 15 June 2021. Wapi makofi? Kofi ya mapigano. So this is under the Kenya Democracy. Asanteni basi twende kwa wamama. It's almost 2 weeks. 2 weeks. Na already mko na 32,000. Na hiyo 32 mnagawa namna gani, mnafanyaje? Tagawa in 2 groups. Tuko 27 lakini tulikuwa 15. Wote ni hapa. Lang tula. Omba tula haina catch. Omba tula haina catch. Kuda takuke kana kike. Mayai, unga ngano, baking powder, maziwa na vanilla. Very good. Yes. Sasa na tunaanza namna hiyo. Tunapata pesa mingi namna hiyo. Hakuna mizigo mingi.
So tukaona hii vitu inatusaidia. Pia tukasema 90 kilometers. 90 kilometers. Okay, so I think there might be a good idea to put a pickup or something. Bikes. Mama, pikipiki. Pikipiki mbili. moja ikienda. Hawa leo wamenionyesha keki tamu sana. Chair lady, asante. Na wamenieleza wao wanatengeneza keki, wanatengeneza vitu vitamu, na wakiuza wanatengeneza pesa. Wameanza juzi, tayari wametengeneza 30,000. Asante sana, makofi tena kwa bwana Deputy Governor. Nataka nimwalike waziri mwenzangu Mheshimiwa John Munyes aje awasalimu. Zile pesa tunapeana kwa vikundi hapa leo, na pia hiyo kikundi kingine ni kikundi ambaye ni Apori na Shura, ni wenyeji wa hapa Kakuma wote, na wamekuja kutumbukiza kukaribisha nyinyi wageni mahali hapa, maendeleo ambayo wametafuta kwa muda sana. Tunatambua vikundi ya wamama ambayo wako mbele yenu ni wamama wametoka. Tukimalizia muda haituruhusu. Mheshimiwa, nachukua nafasi hii kukukaribisha Turkana West County, na pia asante sana PS Mika for one. Hata huu na tunasema Mungu awasaidie na Mungu awainue kwa kazi nzuri. Asante sana waziri wa Malwa, waziri Mnyezi, deputy governor wetu na PS wetu na viongozi wote ambao wamekuwa hapa leo kuzindua miradi hii, na tunasema kama wamama, pesa hizi tutafanyia kazi kwa ajili ya kujiinua sisi wenyewe kama jamii. Asante.